kwenye haya maisha, ikiwa una Mungu, usikate tamaa. Kama una Mungu ndani yako, unless kama huna Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mara ya pili, na Mungu ni Mungu ambaye huwa anarudisha miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu, na anarudisha kibali kilichopotea, anarudisha afya iliyopotea. Wakati watesi wanakucheka, wanasema huyu ameshapoteza, Mungu anarudisha tena. Wakati wanasema kibali chake hakiwezi kurudi tena, Mungu anarudisha tena, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mara ya pili. Na ndio maana usijaribu kupambana na mtu wa Mungu, unaweza ukamwangusha mara ya kwanza. Maandiko yanasemaje? Yako matumaini ya mti, hata ukikatwa unachipuka tena. Maandiko yanasemaje? Ya kwamba kwa harufu ya maji tunachipuka tena. Ndio maana unaweza ukapigana na mtu wa Mungu ukajua umemweza, lakini kuna upako wa mara ya pili ambao utamsimamisha tena kwa utukufu mwingine ulio mkubwa zaidi, katika jina la Yesu. Inawezekana umeanguka kibiashara, umeanguka kimahusiano, umeanguka kimaisha. Leo ninakuombea Mungu akuinue tena kwa jina la Yesu. Leo ninakuombea upako wa mara ya pili, na wale waliofurahi wakajua umeisha, wakutafute baada ya upako wa mara ya pili tena. Wale waliojua biashara yako imeisha, wakutafute baada ya upako wa mara ya pili. Yeremia 31 mstari anasema, mara ya pili nitakujenga tena, mara ya pili nitakupamba kwa matari, nawe utatokea katika michezo yao wanaofurahi. Leo Mungu akutoe kwenye michezo yao wanaolia. Leo Mungu akutoe kwenye michezo yao wanaopata hasara. Leo Mungu akutoe kwenye michezo yao wanaoanguka kwenye madeni. Usiogope, unainuka tena. Biashara yako inainuka tena, ndoa yako inainuka tena, kazini unainuka tena, kibali chako Mungu anarejesha tena, kwa sababu yako matumaini ya mti, hata ukikatwa unachipuka tena. My dear, kama Mungu hajasema basi, mwanadamu hawezi kusema basi. Mwenye last say juu ya maisha yako ni Mungu na sio mwanadamu. Bado hujaisha, bado biashara yako haijaisha. Kuna upako wa mara ya pili unaenda kukuinua, na watesi waliokuzalau watakusalimia kwa heshima, katika jina la Yesu.